Kuna hii kitu nataka kuambia na itasaidia watu wengi wenye wako na matatizo. Unajua kuna watu wako na shida. Kuna watu wamejaribu vitu nyingi, kuna watu wameenda kwa watu wawasaidie, kuna watu wameenda kwa waganga, kuna watu wameenda kwa maombi, kuna watu hakuna mahali wajaenda kwa hii dunia wakitafuta usaidizi. Guys, na mtu mwenye ametembea, huanga hata haoni aibu ya kukuambia ametembea lakini amechoka. Zamzam nimeenda, nimefanyiwa, nimefanya, watu wamekula pesa yangu, mpaka nimechoka. Ni watu wengi wananiambianga hivyo. Kwa sababu guys, wewe unaweka imani yako kwa mganga, unaweka imani yako kwa huyo mtu wa maombi, unaweka imani yako mahali. Usiweka imani yako mahali. Na once umeingiza mguu yako kwa mganga, ni hivyo. Hautawahi toka huko na hautaitoka huko salama. Hizi ni biashara. Kuna wale watu walikuwa wamepatiwa uwezo wa kuweza kutibu na kuponya, Mungu amewapatia. Lakini leo hii hao watu walibadilika wakakuwa ni watu wa biashara na wakakuwa wakitaka usaidizi kutoka kwa mizimu. Yeni inafika mahali anaona yeye ile kidogo Mungu amempatia haitoshi, kwa sababu ameiweka kwa biashara na ni biashara sasa anataka. So anaona wacha nichukue vitu zikuwe zinanisaidia kazi, anajichanganya. Na once amejichanganya, ile kitu yenye Mungu alikuwa amempatia, ile neema Mwenyezi Mungu alikuwa amempatia, Mwenyezi Mungu uchukua. Sasa unabaki na mizimu. Sawa? Nataka nikuambie ndio video ikuwe short, vitu kama umetembea kwa hao watu wote na umeona hakuna faida imepatikana, nataka kukuambia kuna vitu unaweza ukajaribu this time. Juu hizi vitu ninajua hujajaribu. Na Mwenyezi Mungu anatuambia hakuna ugonjwa hauna dawa. Unaweza ukakuwa uko na ugonjwa fulani yenye inaweza ikapona na imekataa kupona. Unaweza ukakuwa uko na blockages kwa life yako na zimekataa kuisha. Unaweza ukakuwa uko na ule jini mwenye anaingianga kwa veins. Kuna jini anaingianga kwa veins na huyo ni hatari juu akishaingia kwa veins, kwa damu, sasa yule matibabu yake ni makubwa sana. Na hizi vitu nataka kukuambia ziko kila mahali na ndizo vitu zenye zilikuwa zinatumiwa na wazee wa kitambo, ingawa saa hizi kumekuja utaalamu wa kutumia hizi vitu. Na kitambo nakumbuka Babu Eliza alikuwa ananiambia alikuwa anatumia mbia sia ng'ombe. Lakini saa hii juu ya technology kuna vitu zinaitwa coping. Unakatwa, damu inatoka, kikombe inawekwa, damu inatoka. Hiyo ni matibabu yenye tunafaa kuwa tukitibiwa hata at least kwa mwaka mara moja. Guys, tafadhali. Lakini nayo haya matibabu si ati ni matibabu mimi nitakuja kukufanyia ama uende ufanyiwe na daktari. Hii kuna wale watu ambao wanajua kufanya. Na mtu mwenye hajui kufanya haya matibabu hawezi kukubali kukufanyia. Kwa hivyo ni lazima mtu akuwe anajua kufanya, ana mkono wa kufanya, na watu wenye wanafanyanga haya hii huduma ni watu pia kispiritual wako sawa, kwa sababu wanajua wanaintervene na vitu vitu unaweza ukakuwa na hizi vitu. Kwa hivyo ni lazima mtu mwenye anakufanyia kuwe strong kiimani, ni mtu mwenye kusali, ni mtu mwenye kuomba. Ndio hizo vitu akikufanyia isiweze kuaffect kwa namna moja ama nyingine. Ni mtu mwenye ako rada, akikufanyia upandishe, anajua namna ya kukufanyia maombi. Sijui kama unanielewa. So kuna vitu 3 nataka nikusaidie nazo, na hizi vitu 3 usikue na wasiwasi. Kenya unaweza ukapata, Tanzania unaweza ukapata, Ulaya unaweza ukapata, Uarabuni ndio usiseme. Na guys, mwachage kututukana. Kama uko na mtu wenyu ama mtu unajua ako Uarabuni, usiwahi mtukana. Vitu kama hizi, watu kama sisi tuko Uarabuni, tunaweza tukakuwekea kwa meli na ikakufikia mahali uliko. Kuna vitu unaweza ukapata kutoka kwetu. Kwa hivyo kama uko na familia yako mtu mwenye ako Uarabuni, instead ya kumuonea wivu kumtukana na venye mnatutukananga, guys, fanya tu
amani na huyu mtu. Kuna siku unaweza kumhitaji. Kuna watu wangapi nimewaletea mbegu za tende? Kuna watu wangapi nimewaletea mbegu za vitu zenye Kenya uwezo kupata? Ni watu wengi sana na wamepanda na zimefanya. Kuna hii cupping, kikombe, cupping wherever, cupping. Iyo, kama uko na blockages, uko na shida ya spiritual, na umehangaika, imekataa, spiritual husband wamekataa, spiritual wife wamekataa, na uko na blockages kwa maisha yako, nenda utafute mtu mwenye anafanya cupping akufanyie. Na unaweza ukaenda kwa mtu anafanya cupping lakini hajui kufanya rukia ama total deliverance. So uende na mtu wako kufanya total deliverance, unakatwa kama amekufanyia total deliverance. Po rukia ufanywe vizuri, hiyo shida na blockages zitaisha kama iko kwa damu, na hitaisha. Na kama uko na magonjwa yenye yamekataa kupona alikadhalika yataisha. Hiyo ni dawa, hiyo ni matibabu, na ndio ilikuwa watu wana kitambo wanajitibu. Mtu akiumwa na kichwa, ulikuwa unaona kuna venye alikuwa anafanya, sasa kuambia muende mwanzo nyinyi kolokolo mtenda kufanya, anafanywa na anapona. Hapo mmenielewa. Kitambo hivyo ndio matibabu ilikuwa. Ya pili, kuna tende zinaitwa ajwan. Kuna tende nyeusi. Ukienda kwa video zangu, sio mara ya kwanza, sio ya mara ya pili, na sio mara ya tatu. Hata wakati nilienda nyumbani, nilipelekea mother in law, bado ni mother. Ni mother in law. Bado hiyo jina inakuanga. Nyanya ya watoto wangu. Nilikuwa nampenda na ni mzuri na naangalianga wajukuu vizuri. So nilimpelekea kama kitu ilitoka kwa roho yangu. Kwa sababu nilikuwa najua akikula itamsaidia. Ni kidogo tu, lakini najua kuna namna moja ama nyingine ilimsaidia. Kwa sababu ya imani yenye nilikuwa nayo na niko nayo na hizo tende, na nilitia nia. Before nimpatie nilitia nia, nikaambia Mwenyezi Mungu, kwa sababu huyu mama ni mzuri na kuna shida kidogo amekuwa nayo ya kimwili. Nikaomba Mwenyezi Mungu aende amtolee hiyo shida kupitia hiyo tende, na nina imani ilitoa shida moja ama mbili. So nilimpelekea. Zinakuanga expensive sana. So hizo tende zinaitwa ajwan. Unaweza ukatafuta Kenya, mtu yote mwenye anauza tende Kenya, unaweza kumwambia mahali anatoanga hiyo, aende akuletee ajwan. Hiyo ukikula unakaa, yani ukishakula 24 hours hauwezi karogwa. Ukikula hata mtu akutupie hizi sihiri, uchawi na alikadhalika, hata kupata juu ya hiyo tende. Maswali zingine za tende usiniulize maswali yoyote, hiyo iko. Mwenyezi Mungu anatuambia tukule hiyo wakati tunakuwa wagonjwa, tukule hiyo. Mwenyezi Mungu ametia kinga hapo. Na kalas hiyo ingine endo ulize Mungu na ni ya Mungu. As long as Mungu amekwambia kitu ni mzuri, unakula na imani. Mungu ameweka uponyaji mkubwa pale katika hiyo tende. Tende sio tende tu. Kuna tende zinaitwa ajwan na ni expensive juu hata huku wenye tuko Qatar, wenye tuko Uarabuni, endeni muulize hizo tende zinaitwa ajwan, fanya hesabu yake, angalia bei yake na upige na ya Kenya, na utaona ni kitu expensive. Kwa hivyo tunafaa tuitumie kama dawa. Kuna kitu ingine pia nataka niwaambie itawasaidia sana. Hizi zote tutafanya kama cleansing, na tutakuwa tunazifanya. Kama unaweza kupata uwezo wa kupata hizo tende, uwezo wa kupata hii kile nataka kukuambia, unaweza ukaiweka kwa nyumba, unaitumia kama dawa, kama cleansing. So utachukua, uombe, tia nia, alafu kule, na uamini zile uchawi zenye ziko blockages, ziko kwa tumbo, uchawi, kufungwa, alikadhalika zitatoka na njia hiyo ya mna hiyo. Chukua tende, kuna olives za green, kuna za maroon, na kuna za black. Ziko. Hizo za black chukua, fanyia tende za hizo olive maombi. Unajua olive ni nini? Mafuta inatolea kwa hiyo olive. So tusisumbuane, chukua. Guys, sometimes mnaona nikiwa muhashi juu ya zile comment mnaniandikianga hapo. Juu sijui ni nani atarudi kuniandikia comment hapo after hii video. Sometimes kuna watu wanaandikanga comments kama hauko strong, inaweza ikakufanya hata udelete kila kitu na utoke kwa mitandao. Unaona? Lakini bado tunaangalia kuna wazuri na kuna wabaya. So sometimes ndio
unaweza ukaona mtu akiongea, mkivuruga mtu sana, mtu anakuwa pia na wafunza kitu, lakini kwa akili inakuja nakumbuka. Na wale watu wa message wenye wanakutukananga, so hiyo si mzuri guys. Ni heri ukose tu kuandikia mtu message, wacha wenye watafaidika wafaidike. Kuna hiyo tende, hiyo olive nyeusi, ifanyie maombi, kula ukiwa na imani. Hiyo itakusaidia kutoa blockages na kutoa vifungo zenye ziko ndani ya tumbo, sawa, na ukuwe na imani. Alafu hizo mbegu zake, hizo mbegu za tama na hizo mbegu za olive oil, mama, chukua uweke kwa nyumba yako. Asha jiko, wakati kama uko na jiko ama uko na kale ka kitu ka buhor, kale ka bana, chukua bana yako, choma zile mbegu, ukitia nia na ukifanya maombi. Na kitu rahisi, usichome mbegu na uweke adhan. Hakuna kitu jini anaogopa kama adhan. Akisikia adhan lazima chomoke. Hata wewe saa zingine unaweza sikia adhan kama uko affected na uchawi wa aina fulani. Ukisikia adhan unasikianga umeboeka. Sasa adhan ni ya nini? Sasa nenda kusali. Yaani unasikianga umesinyika. Sasa kama unasinyika na wewe ni binadamu, je, jini? Si unaona yeye inamchoma. So tuzoe kuweka adhani kwa nyumba yetu. Wakristo najua mtashindwa adhani ni nini. Adhani ni Allahu Akbar. Ile mnasikianga Waislamu wakiitana. Hiyo maana yake Wakristo nitawaelezea. Hapa tutajifunza nini hapa tu. Hiyo meaning yake inaitwa adhan, kuita watu, kujeni tumwabudu Mwenyezi Mungu, kujeni binadamu tuombe, kujeni tuombe. So hiyo ndio adhan. Sawa Wakristo, unaweza enda kwa Google adhan ikulete na kizungu. Utaona ni kitu nzuri na ni kitu yenye inachomanga shetani sana. Ni venye nyinyi Wakristo hamnanga adhan, lakini kuna ile kitu mnafanyanga ya kukaribia ya before mfanye maombi, si ndio? Hiyo kitu siufanye tu, kwani kuna shida. Mimi siko hapa kukusiji kusema mimi niko tu hapa niwaambie ukweli. So katika hizo vitu zote nimekuambia, inaweza ikakusaidia instead ya kuenda kwa mtu akufanyie tititi ngwangwa achukue vitu apige mtu aanze kuongea na mizimu na uko hapo na uogopi. Mtu achukue kioo na uogopi. Kazi mnatoa hiyo nguvu wapi? Mimi uliona venye bomu jana imenishtua. Alafu mtu achukue kioo, mtu aanze kuongea na mizimu. Atanipata huko kwetu Kangundo, siande nikikimbia. Siwezi guys. Na hiyo nguvu nao sijapatiwa. Kuna watu wanakuanga shida zinakufanya unakuwa na hiyo nguvu. Guys, kama umeshawahi enda kwa mganga, tubu, Mwenyezi Mungu akusamehe na usienda huko tena, na jifunze kujiombea. Hakuna maombi Mungu anasikianga haraka kama maombi yako. So itategemea na mahali na wewe madhambi zako zenye umefanya. Kama wewe ni mzinifu, ujue maombi yako inakaanga 40 days kulingana na venye unazini. So hizi vitu lazima pia tujue namna ya kukaa tukiwa wasafi na Mungu wetu, Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Tukae njia zetu zikiwa salama. Guys, kuna makosa hauwezi ukaavoid. Mimi ukosa pade tunakosa. Kuna ile makosa tu itakuja ufanye kwa kujua na kutojua. Tubu. Mbarikiwe. Na msisahau kwenda kusubscribe my YouTube channel guys. Subscribe my YouTube channel. Juu video nikituma TikTok, kama hiyo video haitaenda viral, inaweza ikakosa kukufikia. Na labda kitu yenye nimeongea hapo ni kitu inaweza ikakusaidia. So enda tu usearch Zamzam Rehema na uende uhit notification. Juu nikiupload video itakuwa inakuja mahali uko. So utakuwa hata ukifanya kazi unajua leo Zamzam ameupload video. Kwa hivyo naweza enda TikTok nikose, lakini nikienda YouTube nitaipata, usikize video yako kwa makini pole. Na ukipatana na ads, wachana na hiyo ads irun. Wachana nayo. Hiyo ndio inakuanga faida ya YouTube. Na tungekuwa na uwezo wa muende YouTube, tungefanya, lakini tumetafuta mbinu zote za nyinyi muende mukue YouTube, lakini hizo njia Mwenyezi Mungu bado hajatufungulia huo mlango. Ingekuwa zile viewers napata hapa TikTok ni za YouTube, guys, nawaambia nikiwa mbele ya Mwenyezi Mungu singekuwa hapa kwa Waiguru. Ningekuwa nafanyia content zangu nyumbani, nimetulia, tunaongea, mnakuja, tunakula huko, tunafanya vitu nyingi. Lakini kila kitu inakujanga kwa wakati wake
na tunategemea Mwenyezi Mungu, na mlango ikifunguka itafunguka. Mbarikiwe. Video kama ni mrefu utanisamehea, na ubarikiwe sana.